Mwangaza Maisha na Saadati TV. Dr. Samia Hassan Suluhu ni rais ambaye amekuwa ni mtu mwenye maono, na ndio maana amewekeza sana kwenye sekta ya elimu. Kama unavyoona kuna mradi wa madarasa kama 5 yaliyozinduliwa leo na kiongozi wa mbio za Mwenge. Hivyo tunashukuru sana kuona jitihada za Mheshimiwa Rais kupigania watoto ili waweze kutimiza ndoto zao za baadaye katika masomo yao. Kwa hiyo basi tunaiomba serikali iendelee kuwekeza kwa wananchi na kushuka chini kusikiliza wananchi. Unavyoona hapa ni shamra na nderemo. Mwenge wa Uhuru tumeupokea vizuri sana. Hizi salamu zimfikie Dr. Samia kwamba tuko pamoja naye kwa umoja na nguvu. Hivyo basi tuko nyuma yake, tunaomba apige kazi na kushuka chini kusikiliza wananchi. Shukrani sana. Huyo ni mkazi wa huu mtaa wa Udundivu, lakini hakuacha kumwagia mama yetu Samia Suluhu Hassan maua yake. Amemwaga maua ya kutosha, lakini tumuulize swali moja. Je, vipi unaona vipi kuhusiana na Mwenge kuja hapa? Vipi hamasa gani imepatikana baada ya Mwenge kuja hapa? Hamasa iliyotokea ni kubwa sana, kwa sababu Mwenge umekuwa fursa wa kuzindua madarasa yetu kama pale, na pia kuna mdau amejitokeza kuongeza madarasa. Hivyo basi Mwenge huu umeleta hamasa kubwa sana na kujifunza kwamba nchi yetu inahitaji amani, hatuhitaji makando kando, tunahitaji amani. Hivyo basi narudi tena kusema kwamba namshukuru Dr. Samia kwa misimamo yake na kuweka na kudumisha amani. Sisi kama Watanzania tunaipenda nchi yetu, maana nchi yetu ina fursa nyingi, na pia tumeona mradi huu uliokuja kuzinduliwa na Mwenge umeleta nafasi kubwa kwa ajili ya vijana kwa siku kadhaa, kwa maana madarasa yanapojengwa lazima kuna kuwepo mafundi, na hao mafundi ni vijana. Kwa hiyo vijana wamepata fursa ya kupata ajira. Hivyo basi ujio wa huu Mwenge umeleta nafasi kubwa sana na kuleta chachu ya mafanikio na chachu ya kudumisha amani. Hivyo basi tunaomba amani itawali. Sisi kama wananchi unavyoona hapa tunampenda Dr. Samia. Asante. Hawa ni wananchi wa mtaa wa Udundivu, kama walivyokuwa wamesema mama Samia, wao na mama Samia pete na kidole. Lakini bado hatukuishi hapo. Tuna swali pale tukamuuliza yeye mwenyewe, sababu hajaondoka mbele ya kamera. Nadhani wiki iliyopita palitokea tafarani ndani ya shamba hili, na kama vile watu wa media Saadati TV tulifika hapa, lakini hatukujua chanzo lilikuwa ni nini na maana yake kwa nini. Ilikuwa watu ni wengi ndani ya shamba, ukifuatana na askari wengi polisi, lakini sisi kwa sababu ni kazi yetu, sisi ni habari. Sasa nataka hapa nikuulize, katika wewe nadhani utakuwa ni mwenyeji au ni mwananchi wa humu ndani, utuambie ilikuwa nini ile wiki iliyopita kutokea tafarani kubwa ndani ya shamba hili, lakini hapa kutokea mauaji wala hakuna aliumia. Naomba tujibu. Sisi labda tukwambie kwamba ni kweli unachokisema mwandishi wa habari, ni kweli. Ilitokea interruption, walikuja askari kutoka Pwani wakitaka kupima katika makazi yetu. Labda tu nikwambie kwamba eneo hili area sisi ni wakazi wa hapa, na pia tuna mgogoro ambao mgogoro huo upo mahakamani, Mahakama Kuu, na kesi namba 17688, kesi namba hii hapo. Kwa hiyo sisi kama sisi tuliona kwamba tunakuja kubuguziwa katika makazi yetu, lakini tulitumia kupaza sauti kwamba tunaomba muhimili wa mahakama usiingiliwe kama kanuni za sheria na taratibu za nchi zinavyosema. Sisi ni wakazi na sisi ni Watanzania, tuna haki ya kuishi sehemu yoyote. Hivyo basi laani yetu sisi kuiomba serikali kwamba mgogoro huu wauachie mahakama mpaka itakapoamua kwamba ni nani mwenye haki zake za msingi. Tunasikitika sana, tunakuta kwamba Watanzania watu kama hawa hapa wanashindwa kupewa sapoti. Anakuja kupewa nguvu Muhindi unakuta anadai kwamba ana hekari zake 900. Sasa sisi kama Watanzania, Muhindi amiliki hekari 900, sisi kama Watanzania tukaishi wapi? Na sisi kama Watanzania tuna haki ya kuishi hapa kama kanuni na taratibu za nchi zinavyosema. Hivyo rai yetu sisi kuiomba serikali kwamba viongozi wetu ngazi ya wilaya, ngazi ya kata na ngazi ya mkoa, na hasa serikali kuu, kuiomba kwamba hebu tunaomba sisi rai yetu ni amani tawale, na hatuhitaji kabisa sisi kuvunja amani. Tunaomba mgogoro huu usiingilie mtu yoyote, yani muhimili wa mahakama usiingilie mtu yoyote mpaka maamuzi yatakapoamuliwa. Kama ni sisi
hatustahili kuishi hapa baada ya kufanya maamuzi mahakama, basi tutaondoka, lakini kama tunastahili kuishi hapa basi tutaishi. Hivyo basi rai yetu tunaomba kwamba mgogoro huu usiingiliwe katika na chombo chochote, tuiachie mahakama. Pia rai yangu nasema neno moja. Sisi wananchi wa hapa wa Kizimkazi na Beachland tumekuwa chachu wa kuisapoti serikali kwa matukio mbalimbali. Ndugu mwandishi, kama unavyoona hapa, nikuambie tu kwamba umati wamejaa, watu wa Kizimkazi na Beachland. Hivyo basi sisi tuko tayari kushirikiana na serikali, ila hatuko tayari kuvunja amani kwa ajili ya watu wachache. Tunachohitaji ni amani itawale. Asante. Ndugu mtazamaji wa Yesa TV, huyo ni mkazi wa hizi namna mbili, anasema kuna Beachland na kuna Udendivu, lakini Kizimkazi, lakini maneno yake amesema wao ni watu wa amani, wala hawana purukushani na mtu yote. Mama yetu Samia Suluhu Hassan wanasema hawa ni wananchi wa hapa, Mwindi ni wakuja wapi wakaishi, hapa ni kwao. Maelekezo yao wanadai pasiingie mtu yote kuingilia migogoro hii, kwa sababu tayari migogoro hii ipo ndani ya mahakama kuu. Kwa hiyo tunakuomba sana ndugu mtazamaji ambaye ulikuwa hujaelewa, sasa naona tumemweka mtu mbele ya kamera hawezi kuelewesha, nadhani itakuwa tumeelewa. Ndugu yangu nashukuru sana, asante sana. Lakini upande wa pili kuna bwana mmoja simfahamu kwa jina, naomba soge mbele kidogo pia tumuaseme anaitwa nani na anafanya nini hapa. Na ndugu, habari sasa hivi? Salama bwana, habari. Sawa. Kwa majina unaitwa nani bwana? Majina naitwa Faustin Martin, ni mkazi wa Beachland. Kwanza nitoe pongezi kwa Samia Suluhu Hassan mheshimiwa kwa kutukumbuka huku kuleta huu mwenge. Pia nishukuru kwa hichi kilichojitokeza kwa ufunguzi wa madarasa. Ilikuwa ni chachu kidogo, ilikuwa ukimleta mwanafunzi hapa naambia pamejaa. Kwa hiyo ni imani yetu sasa tukileta wanafunzi hapa kidogo tutapokelewa. Kama juzi jirani yangu tu alimleta mwanafunzi hapa kwenye shule akaambiwa bwana hapa pamejaa. Lakini kwenye hili sasa nishukuru, najua tukileta tayari tutapokelewa. Ndivyo ndugu mwandishi. Na unawaambia nini wananchi kuhusiana na jinsi mwenge uliofika hapa? Unawaambia nini kuhusiana na mwenge uliofika? Kwanza mimi nashukuru na pia niwapongeze wananchi kwa kujitokeza kwa wingi, hususan wananchi wa Beachland na Samia City na Kizimkazi tumejitokeza kwa wingi sana. Hii yote ni kuonesha sapoti na nini kitu kinachoendelea kwa kufuata utaratibu. Kwa hiyo nishukuru sana na tuwe na moyo huo huo wa kujitokeza kwa wingi. Kila serikali inapoonesha jambo basi na sisi tuiunge mkono, tusiwe watu wa kupinga kila jambo, hapana. Na wewe katika hizi kata mbili kuna Udendivu, Beachland na Udendivu nini na Samia City. Je, wewe ni mkazi wa kijiji kipi hapa? Mimi ni wa Beachland ambayo ni eneo hili. Je, kuna bwana tuliomoja maswali hapa, je unajua yale ambayo aliwajibu alishatokea, uliona kwa macho labda? Niliyaona kwa kifupi. Nilichokuja kuona kwamba ni Serenani walikuja askari kwa ajili ya kutaka kufufua mipaka. Lakini wananchi walijitokeza kuweza kupinga kwamba swala liko mahakamani, basi iache mahakama ifanye kazi yake. Kuna kweli walielewa, waliondoka. Kwa hiyo tunashukuru pia na serikali na support kwenye hilo. Kwa hiyo mimi nachoomba kwa waheshimiwa wote, swala la migogoro waiachie mahakama, ndio ina uwezo kuamua. Mahakama ndiyo inaweza kuamua jambo lililopo katika mitaa hii ya Beachland pamoja na Kizimkazi. Kwa hiyo ndugu, wale wahusika wenye kutafuta migogoro, msiletee mgogoro wa nchi hapa, kwa sababu kesi iko mahakamani. Mahakama itakapoamua ndipo haki na suluhisho zima litapatikana hapo. Ndugu mtazamaji, nisikuchoshe sana. Hii ni Sadat TV na mimi ni Mbaraka Hassan Kibwana. Chao, wakati mwingine. Njoo hapa. Nataka join hapa. Sasa hapa mtaeleza tokea mama alivyosema shule bure, sio Unapata faida gani? Wazazi kule nyumbani sasa wamepumzika kuteseka kutafuta madaftari, kutafuta ada, au sio? Kwa tunamshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan tena atulipi tena ada. Kwa wazazi wetu kidogo hawana stress kwenye vichwa. Sawa Kila mmoja ataongea jina lake, yani mtaonyesha furaha kubwa kwa mnamshukuru sana mama kwa jambo aliloliamua wanafunzi na mpate tabu na hivyo, sawa Ndio. Washa, join hapa. Wale waje. Join washa kamera. Wote wale join pale. Piteni hapo kwenye kamera.
Washa. Tani. Naye wanayo kusema. Nadhani wanafunzi wamependeza, mashaallah, wasafi. Shule yao pia safi, majengo mapya kama jinsi tunavyoona ndugu mtazamaji wa channel ya Yasa TV. Labda ni mpatie mmoja kipaza sauti kiatuambie kuwa tokea mama aseme shule zote ni bure. Je, anafaidika na nini na mzazi wake amempunguziwa mzigo gani? Karibu. Kwa jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Ruth Joseph Suleiman. Anaitwa Ruth Joseph Suleiman. Hasa Joseph Suleiman, unatuambia nini kuhusiana na mama alivyosema shule bure? Unafaidika na nini na wazazi pia wamepumzika na nini? Kwanza tunapenda kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutusaidia katika miradi ya majengo yetu. Kwanza sisi wanafunzi amewasaidia wazazi wetu kupunguza zile ada na hivyo. Kingine tunapenda tu kwa ujumla shule nzima tunapenda kumshukuru kwa sababu ya miradi hii tunaweza tukasoma vizuri kwa umakini na miradi imeendelezwa kwa umakini, imekuwa mizuri, tunamshukuru kwa hilo. Asante, shukrani sana. Kuna kingine kafupi kadogo hapa pia kana cha kusema. Hebu waambie wananchi kwa. Unawaambia nini kuhusiana na shule kuwa bure? Mama alivyosema shule bure, watoto wanasoma bure shule zote form 1 mpaka la kwanza mpaka form 4. Je, wewe umepata unafuu gani kwenye shule au wazazi wako wamepata unafuu gani? Tunamshukuru Dr. Samia kwa kusaidia wazazi wetu ada kwa sababu wanafanya kazi ngumu ili kutuwezesha sisi kusoma. Tunasaidia kwa kutengeneza majengo yetu kwa kutuwezesha wanafunzi wote kusoma na kutimiza ndoto zetu. Asante. Na wewe bwana unamwambia nini mama? Kwanza namshukuru Dr. Samia. Namshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwapunguzia majukumu wazazi wetu. Kwa mfano tungekuwa hapa shule tunalipa ada. Ndio. Sawa, asante bwana. Asante. Wazazi wetu wasingekuwa na kipato kikubwa, kwa mfano kututimizia mahitaji yetu, kwa mfano chakula, mavazi na vinginevyo. Nadhani umesikia maneno ya mtoto wako jinsi anavyozungumza, amezungumza maneno mazuri. Sasa tunaomba wimbo basi mmoja kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Hebu mpeni wimbo mmoja wa shangwe wenye furaha. Karibu. Mwambieni mama wimbo mmoja. Wimbo tafadhali. Wimbo mmoja kwa mama. Mpeni. Wimbo gani? Wimbo mmoja tafadhali. Sisi tumekwisha uwasha mwenge, na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, kuwasha mwenge na kuweka Kilimanjaro, kuwasha mwenge na kuweka Kilimanjaro, umulike hata nje ya mipaka yetu, ulete tumaini. Umulike hata nje ya mipaka yetu, ulete tumaini. Na pale ambapo hakuna matumaini, upendo mahali ambapo pana chuki na heshima, ambapo pamejaa dharau. Na pale ambapo hakuna matumaini, upendo mahali ambapo pana chuki na heshima, ambapo pamejaa dharau. Ndugu mtazamaji wa channel ya Yasa TV, hawa ni watoto wa wanafunzi wa shule ya Shushila Ladu. Kama ulivyotukia hii zawadi kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Pokea zawadi kutoka kwa wanao hawa unayewalea kwa kila kitu, kwa elimu na mambo mengine. Basi naomba tuishie hapa, labda kuna mmoja anaweza akaaga kipindi, labda atoshukurani kama hii hapa channel yetu Sada TV. Kama unaweza kushukuru Sada TV, labda na uongozi mzima uliofika hapa. Haya, nani anaweza sasa? Haya, chukua. Asante. Kauli mbiu ya mwenge, Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja ili kuleta maendeleo. Kauli mbiu ya mwenge, Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja ili kuleta maendeleo.
Tuungane kwa pamoja. Tunashukuru sana Dkt. Samia rais wetu kwa kutoa elimu bure kwa wanafunzi wote. Tunashukuru. Asante, shukrani sana. Asante sana. Bye. Wakati mwingine.